to get him back as soon as possible. Kampuni ya kusambaza umeme nchini Kenya, Kenya Power, imepoteza zaidi ya shilingi milioni 6 kati ya mwezi Agosti mwaka uliopita hadi mwezi jana katika eneo la Busia kufuatia wizi wa vifaa vya stima vinavyodaiwa kusafirishwa na kuuzwa katika taifa jirani. Akizungumza mjini Busia wakati wa mkutano wa kuhamasisha wananchi kuhusiana na huduma zinazotolewa na kampuni hiyo, meneja wa kampuni hiyo tawi la Busia, mhandisi Kennedy Sidera, alisema kuwa wizi wa vifaa hivyo, hasa nyaya za stima, umesababisha kampuni hiyo kupata hasara kubwa, mbali na kukosa kutekeleza huduma ya kusambaza umeme kikamilifu kwa wateja wake. Ile shida tuko nao pia kubwa ni hii ni border county. Na border county tunaona ya kwamba kuna vifaa vyetu za Kenya Power ambazo zinaibwa kwa customer sana. Haswa hizi wire na transformer. Sasa hizi wire, hizi assets ni za umma. Tungeomba kabisa kama wakaaji wa Busia tuweze kushikana kabisa, tutoe hii vice ya uwizi wa waya za stima. Kwa hivyo tungeomba wateja wetu tushikane mkono. Ukiona mtu wote ambayo unamshuku, uko na haki ya kumuuliza, wewe ni mfanyikazi wa Kenya Power? Kama unamshuku, namba zetu ziko on, uweze kutuelezea. Na tunarai wananchi wasiwe na mazoea ya kwenda kukaa karibu na milingoti yetu ama kuguza waya ya stima yoyote. Hata ukipata kama waya yetu iko chini sana ama mlingoti umevunjika, piga ripoti kwa ofisi ili sisi tuje tuweze kuangalia hiyo maneno. Usiwe unaenda karibu na hiyo waya ama mlingoti yetu. Huku hayo yakijiri, kaunti ya Busia, zaidi ya wakazi 1200 kutoka kaunti ya Kakamega pia wamefaidi na mbolea na mbegu za mahindi msimu huu wa upanzi. Akizungumza wakati wa zoezi la ugavi wa pembejeo hizo